يرحم أونلاين TV. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ndugu Islam, awala shukrani za dhati tunazozirudisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ghayatu shukr, na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ali zake na ashabi al-kirami kwa jumla. Tukiwa tumo katika Ijumaa nyingine tena. Ijumaa iliyopita mpaka ya leo ni mengi ambayo yamepita katikati yake, mengi mazuri yenye kufurahisha na mitihani ambayo binadamu wanaipitia. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tukawa miongoni mwa wale ambao tumeitika mwito huu wa kuhudhuria katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri hii aliyoinadi Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikri llahi wa dharul bay'ah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ikiwa tumekuwa miongoni mwa wale ambao wameitika mwito huu, basi hapana budi kuitambua kwamba hii ni neema ambayo yafaa kwetu sisi kuirudishia shukrani kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na ashabi al-kirami kwa jumla. Tumo katika kumalizia maudhui yetu ambayo tuliigusia Ijumaa iliyopita, ambayo ilikuwa tunazungumzia sifa 10 za watu wa peponi. Sifa za watu wa peponi ni nyingi sana, lakini sisi tukachagua sifa hizi 10. Tumezizungumzia kadri Mwenyezi Mungu alivyotuwezesha, lakini leo tutakuwa ni wenye kutakhasus zaidi juu ya sifa 3 zilizobakia ama 4. Sifa ya kwanza ni ya wale wa kweli, wazungumzao ukweli, as-sadiqin, wanaume, was-sadiqati, na wanawake. Sifa ya pili tutakayozungumzia leo ni sifa ya al-mutasaddiqina, wenye kutoa sadaka wanaume, wal-mutasaddiqati, na wenye kutoa sadaka wanawake. Sifa ya tatu, hafidhuna au hafidhina furujahum walhafidhat, Waislamu ambao wana sifa ya kuhifadhi tupu zao, hawamo katika uchafu wa zina, na wanawake ambao pia wamelinda tupu zao kwa kumwogopa Mola wao. Na sifa ya mwisho ni sifa ya adh-dhakirin Allah kathira wadh-dhakirat. Hawa wote waliotajwa katika aya hii, watu sampuli 10 au watu walio na sifa 10 hizi,
Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia mazuri makubwa. La kwanza, maghfiratan, msamaha ulio mkubwa. Mwenyezi Mungu atawasamehe watu hawa, Waislamu, wanaume, wanawake, waumini, wanaume na wanawake wa kweli, wenye kutoa sadaka, wenye kufunga, saimina wasaimat ila akhir. Mungu ameandaa msamaha wa nguvu kwao, kuwasamehe. Na ikiwa utapata msamaha wa Allah, wewe bila shaka umo katika minal faizin, na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Kwa hiyo hao watakuwa ni wenye kupata msamaha kutoka kwa Mola wao, kisha wa ajran adhima, na ujira ulio mkubwa. Hapa ujira ulio mkubwa umekusanya mengi, lakini yakiongozwa na pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utapata msamaha, akaandaa Mwenyezi Mungu ujira mkubwa, basi wewe bila shaka ni katika watu minal faizina, ambao utaziingia pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini uwe umejipamba na sifa hizi ambazo tumezitaja hapa. Waislamu wa kweli, tuwe ni Waislamu wa kweli, waumini wa kweli, wenye kunyenyekea kisawasawa kwa Mola wetu, wa kweli, yani wenye kuzungumza ukweli, wenye kudumu katika ibada ya funga, wenye kusaidiana katika suala la kutoa sadaka, wenye kuzihifadhi tupu zao. Basi bila shaka hawa minal faizin, nasi tunamuomba Allah tujalie miongoni mwao. Tukianza na sifa ya ukweli. Sifa ya ukweli Mwenyezi Mungu ameiangazia katika aya nyingi sana ndani ya Qur'ani. Na sifa ya mtu kuwa na ukweli ni sifa nzuri, huwa umejipamba na vazi zuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza kwetu. Kasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini, mcheni Mola wenu, mcheni Mwenyezi Mungu, na muzungumze maneno ya kweli, maneno mazuri, maneno yaliyojaa ukweli ndani yake. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anahimiza jambo la ukweli, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Mola wenu na muwe pamoja na wakweli. Sifa ya ukweli, Mtume sallam amehimiza sifa hii kwa umma wake, kwa Waislamu waliomwamini Mola wao, akisema, alaikum bisidqi, jilazimisheni kuwa wakweli. Kwa sababu jambo la mtu kuwa mkweli ni lazima ajipinde, ni lazima ajilazimishe, aseme ukweli. Si jambo rahisi, ni jambo ambalo wewe lazima ujilazimishe uwe katika wale wa kweli. Alaikum bisidqi, jilazimisheni kuwa wa kweli. Kwa nini litumike neno la kujilazimisha? Ni kwamba hili jambo si jambo rahisi, ni wewe ujilazimishe kuwa katika wale wa kweli. Kwa sababu gani? Anasema hakika ya ukweli, fa inna sidqa, huu ukweli tunaozungumzia, yahdi, unamuongoza mtu, unampeleka mtu, ila albirri, kuwa katika wema. Ukweli, mwenye kuzungumza ukweli huwa ni mtu mwema. Na wewe ukiwa mtu mwema, njia ambayo waielekea ni njia ya peponi. Kwa hiyo alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna. Na huu wema ambao mtu akisema ukweli anakuwa mwema, huu wema unamuongoza mtu ama unampeleka mtu wapi? Peponi.
Kisha akaleta tahadhari Mtume sallam, wa iyyakum, tahadharini, kaeni mbali na nini? Walkidhbi, uongo, kaeni mbali nyinyi na sifa ya uongo. Muislamu hafai kuwa mtu muongo. Muislamu ni mtu mkweli, amejisalimisha kwa Mola wake yeye kuwa mkweli na kujipamba na sifa zingine nzuri. Kwa hiyo ukweli ni sifa nzuri na uongo ni sifa mbaya, lazima ujiepushe nayo. Tahadharini na uongo. Kwa nini? Fa innal kadhiba, hakika ya huu uongo huu, yahdi ila alfujur, unakupelekea wewe mahali paovu. Innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu ama mtu mwovu maelekeo yake ama njia aliyoishika ni ya motoni. Angalia Mtume sallam hapa alipotuwekea wazi, lazima Muislamu awe mkweli na ajiepushe yeye kuwa katika waongo. Hapa atakuwa yeye amefaulu. Ndio pale katika zile sifa 10 Allah subhanahu wa ta'ala akasema wasadiqina wasadiqati, wakweli katika wanaume na wakweli katika wanawake. Sahaba mtukufu Abu Bakar radhiyallahu anhu, angalia alivyojilazimisha ukweli mpaka likawekwa mbele ya jina lake Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, msema ukweli. Yani yeye ni mtu yuko moja kwa moja anausema ukweli bila kujali. Na angalia malipo yake, ni jambo kubwa. Malipo yake ni pepo, na si hatuna chengine tunachokitafuta. Tutafuta radhi za Mungu na tutatafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa twazitaka pepo za Mungu, tunataka pepo ya Allah, tunataka radhi za Allah, tujiwekeni katika ukweli wa Uislamu. Leo angalia namna watu walivyozama katika sifa mbaya hii ya uongo. Mtu hali bila uongo, hafanyi biashara yake bila uongo. Yani ndiyo vazi alilolivaa yeye, mpaka watu wanamjua kwa ule uongo alionao. Akisema maneno nani fulani, si wamjua bana yule jamaa mwongo, hakuna kama yeye. Sasa wewe ukifikia daraja hii, umefikia daraja mbaya. Yule bwana, na ungesema mwingine hapo ningeamini, lakini yule jamaa yule jamaa hakuna simjua hapo. Wewe niambie itakuwa ni sifa gani ya uongo? Kulingamana na wakati, tuingie kwenye sifa ya pili katika zile 4 tulizoziwacha. Sifa ya utoaji, as-sadaqa. Hili ni jambo zito ambalo leo kwetu Waislamu limekuwa jambo ambalo katika nafsi zetu au nyoyo zetu si rahisi, tumelichukia wengine, baadhi yetu. Likitajwa basi, ama watu wanaambia jamaa kidogo hapa leo kuna, utaona watu namna wanavyokimbia, ni kama wamefukuzwa. Waambie mingine, lakini hili usilitaji sana la watu kutoa sadaka sababu si jambo rahisi, lakini liangalie ubora wake, Soma katika suratul Munafiqin aya za mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio amini. Ile na sifa aliyoanza nayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tutakuzungumza mambo mazuri juu ya yule bwana ambaye yeye amefikia mwisho, anaondoka katika huu ulimwengu na ukweli wa uona, malaika wakuja kumtoa roho yake, amewashuhudia yeye mwenyewe, roho inatolewa. Anazungumza maneno haya kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wangu,
lau unginingojeza kidogo, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin. Angalia ubora wa jambo la sadaqa. Huyu bwana fursa anaiomba kwa Mwenyezi Mungu, angojeze kidogo, roho yake isitolewe. Afanye nini? Aswali, afunge, aende kuhiji? La, si hayo yote. Anasema laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, lau mimi nitapewa muda, nitangojezwa kidogo ili nitoe sadaka. Bimaana ya kwamba ameona umuhimu wa hili jambo la sadaka, ndio inafikia wakati anaomba. Hii imeanzia mbali, aya hii ndio tukaikata, imeanzia huko ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu. Imekuja na amri huko juu, na toeni. Anayesema sisi tutoe ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa, na yeye ndiye anayetaka tutoe. Mali ambazo Mungu yeye amekupa si zako kuzifanyia ubakhili, si zako. Mali ni za Allah. Allah mwenyewe anasema almalu mali, mali mlizonazo ni zangu mimi. Fashtari aljannati bimali, inunueni pepo yangu kwa mali zangu. Sio atieni zako umefanya hivi utaki kutoa. Kiambiwa jambo la khairi, bakhili namba moja, hakuna kama wewe. Ndio hawa wanasema wa anfiqu mimma razaqnakum, kumbe yale tulionayo sisi si mwingine aliyotupa, ni Allah. Toeni katika yale tuliyowapa, tuliyowaruzuku. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kisha na tahadhari, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, toeni kabla kifo akija watembelea. Fanyeni mambo ya khairi kabla kifo akija watembelea. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sasa yakija mauti, hali ya kuwa mazuri mengi hakuyafanya, miongoni mwayo ni haya ya utoaji. Hakutoa, hakujihusisha katika watu wenye kusaidia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, hakuwa miongoni mwa wenye kutoa, wala wale kuwahimiza wale wenye kutoa watoe. Anazungumza maneno haya mwisho, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, lau Mwenyezi Mungu ungeningojeza nipate fursa tena, eti apewe japo siku moja, apewe japo wiki moja, afanye nini? Atoe sadaka. Wewe si ulipewa umri miaka 50, mbona ukufanya hayo? Ulipewa miaka 60, uliishi katika ulimwengu miaka 60, mbona ukufanya? Mwisho ndio wetu unaomba. Hili haliwezekani. Hakuna mtu atapewa fursa hii. Ama yuko, tushaona huyu jamaa alikuwa ndio yuko kutolewa roho, akapambana mpaka akaambiwa na Mwenyezi Mungu, bwana sikiza wewe, mara hii tukurudisha lakini usicheze. Yuko hakuna. Mwenyezi Mungu anasema walan yuakhir Allah, hilo halifanyiki. Hakuna mtu atakayeongezewa muda pindi muda wake utakapokuwa umefika, hakuna. Kwa hiyo kwa mwenye akili ni saa hii, ile nafasi ulionayo wewe kijana, hiyo ni nafasi uko nayo. Wewe ambaye Mungu amekujalia amekupa, hiyo ni nafasi uko nayo. Wewe ambaye Allah amekujalia afya, hiyo ni nafasi uko nayo. Usicheze mpaka afya hiyo ikakuondokea. Usicheze mpaka umri huo ukakuondokea ikaingia ni kifo. Usicheze mpaka afya hiyo ya ujana wako wewe ikakutoka ndio ukasema ingelikuwa. Zile nafasi ulizonazo, opportunity ambayo saa hii uko nayo, itumie. Ujana ni nafasi, itumie. Allah akikuruzuku ni nafasi, itumie. Akikuruzuku afya
ni nafasi itumie. Akikuruzuku mali ni nafasi itumie. Akikuruzuku ilmu ni nafasi itumie. Chochote atakachokupa ni neema, itumie kabla haija kuja kuondoka neema kama ile. Kwa hiyo wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kwa hiyo sadaqa Uislamu. La tatu na la mwisho kulingamana na muda ni watu kuzihifadhi tupu zao. Hili ni jambo ambalo leo limesahauliwa na watu wakajisahaulisha nalo. Mtu hajali na uchafu wa zina, anazini na mabinti za watu, anazini mpaka na wake za watu bila kujali, bila kujali. Mtu anaswali lakini uzinifu usimuulizi, namba moja wake. Ile swala ya kukatazana nini wewe, ambapo sisi twajua kwamba mtu anayeswali vile inavyotekana ile swala itamkataza na yale maovu. Iweje wewe waswali alafu bado mzinifu tena na kujisifu? Yule ashamaliza wale, yani ajisifu na mabalaa. Wewe wataka kuacha athari gani baada ya kuondoka kwako? Acha athari nzuri, utaje kwa uzuri. Allah anasema wanaktubu ma qaddamu atharahum. Fulani bwana angelikuwa yupo hapa, angelikuwa shida hizi hatuna. Hayo ndio mambo yatajwe, lakini sio watu wewe watakaosifiwe na ujogo wako kwamba wewe ulikuwa mtaani hakuna anayekutambia. Si sifa nzuri bwana. Wala taqrabu zina. Allah anasema wacha kufanya, kuikurubia zile sababu za kukupeleka wewe kwenye zina, achana nazo. Kukaa na mabinti, kukaa na wanawake ovyo ovyo, kukuwa karibu na wake za watu, kuwafanyia mizaha ya kupita kiasi, hizo epukana nazo. Kuwa mtu ambaye ni wa kisawasawa. Swala yako iwe ya kukataza na yale machafu kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ndugu Islam, ni mengi ya kuzungumza, tena hapa ndio walikuwa tumefika, hapa kwa tumefika, lakini twasikitika muda hauturuhusu. Lakini tamwambia mufti ipange mada hasa ya wazinifu, ipange haswa ya wazinifu na mali watu wamejaa tele na watu wa kusagana. Hiyo ni maudhui hapa, Waislamu waelewe twenda wapi na tuangojiwa na nini mbele yetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Yurham Online TV. Usikose kusubscribe katika channel hii na kubonyeza kengele iliyopo mbele yako.